Naamini mahala ulipo uko salama na Mungu ameendelea kukupatia afya njema. Kuna jambo dogo tu ambalo unahitaji kushare au kuishirikisha dunia, lakini zaidi ikiwa ni kushirikisha wewe ambao umepata nafasi ya kuitazama video hii. Nikiwa katika maombi ambayo yaliambatana na kusoma Biblia, zaidi nikiwa katika kitabu cha Isaya sura ya 42, nikaonyeshwa mambo ambayo mengine yalikuwa ni ya ajabu sana na mengine yalikuwa ni ya furaha sana. Katika mambo ya furaha nilionyesha taifa letu la Tanzania, watu wakiwa na uchumi ambao ni mkubwa sana, watu wakiwa wanafurahia sana maisha. Lakini katika taifa la Tanzania nikafunuliwa kuna mahala ambapo zilikuwa ni sehemu 4 tofauti, na hizo sehemu 4 tofauti hazikuwa katika mkoa mmoja, lakini baadhi zilikuwa ndani ya maji, zingine zilikuwa katika nchi kavu. Katika hayo maeneo kulipatikana kitu cha thamani sana ambayo kila taifa linatamani kuwa nacho. Kila mwananchi anaiombea nchi yake iwe na kitu cha namna hiyo. Baada ya hicho kitu kuwa kimepatikana, taarifa za taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zilienea duniani kote. Kwa mataifa mbalimbali, wataalamu, wanasayansi, wanasiasa, wanadiplomasia, watu wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoka katika mataifa yaliyoendelea wakaanza kumiminika kuja Tanzania. Kwa hiyo niko naonyesha sasa uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na uwanja wa kimataifa wa Kilimanjaro, lakini pia niliona Mwanza kukiwa kuna uwanja wa ndege mkubwa sana. Hivi viwanja vilikuwa viko bize sana kwa ajili ya kupokea wageni, na wengi walikuwa wanakuja kutazama hicho kitu, hivyo vitu, hizo rasilimali. Zilikuwa ni rasilimali ambazo baada ya kuwa zimeanza kutumika, uchumi wa Watanzania ulibadilika ndani ya miaka mitatu. Nilikuwa naonyeshwa namba 3. Uchumi ulibadilika kwa ghafla kabisa. Miundombinu ikabomolewa iliyopo. Yaani nilikuwa naonyeshwa hizo hospitali nyingi tulizonazo ambazo ni za wilaya, za mikoa, mpaka hospitali ya taifa ya Muhimbili vilikuwa vinabomolewa, alafu zinajengwa upya. Lakini baadhi ya hospitali zilikuwa zinatolewa mahala zilipo, zinahamishiwa katika maeneo mengine. Lakini zilikuwa ni mahali ambapo kwa bara la Afrika, kwa Afrika Mashariki, Tanzania ilikuwa ni nchi ambayo ina hospitali bora sana zenye huduma nzuri sana. Lakini sasa nchi ikawa inakosa madaktari wenye ujuzi na utaalamu wa kuendana na ile miundombinu
mipya iliyokuwa imewekwa. Kwa tukaanza kupata madaktari kutoka nje, lakini wakati huo wasomi wa Tanzania walio katika hiyo nyanja wengi wakawa wanapelekwa na serikali nje ya nchi, na wengi wakawa wanapewa on job trainings kwa ajili ya kuweza kuadapti ule mfumo. Lakini Watanzania walikuwa wanakwenda hospitali, wanaonyesha tu kitambulisho, watu wanatibiwa. Makazi ya watu yalibomolewa, maeneo kama Manzese, Buguruni, Kinondoni, Mkwajuni, Mwananyamala, zile nyumba zote zilibomolewa. Ukienda kule Mwanza, maeneo yale yote ambayo kuna slums, kule Mbeya, yani karibu kila mkoa watu waliondolewa kwenye nyumba zao za kawaida. Serikali ikawa imejenga nyumba za magorofa marefu ambayo yalikuwa yamewekwa katika mpangilio, na barabara kuzunguka yale majengo zikawa zimejengwa nzuri sana, ambazo ilikuwa inajengwa barabara ambayo inaweza ikatumika kwa miaka. Zilikuwa zinajengwa barabara ambazo zinaweza zikatumika kwa miaka mingi sana bila kuona shimo wala kuona barabara inameguka pembeni. Lakini barabara za kwenda mikoani zinazounganisha mkoa na mkoa zilikuwa nyingi, ni barabara ambazo huku zinapita kuanzia barabara 4, 5 mpaka 6 kulingana na mkoa, na upande mwingine nako zinapita barabara 5, 4 mpaka 6. Kwa hiyo utembeaji wa magari ulikuwa ni so soft, yani nashindwa kukueleza vizuri upate kuelewa ile hali jinsi ilivyokuwa. Lakini baada ya hapo nikawa naonyeshwa katika Isaya 42 mstari wa 9, ambapo lile neno limekuja likafunuliwa kwangu, ikawa linasema, tazama mambo ya kwanza yamekuwa, nami na yahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea na wapasheni habari zake. Nikaona vitega uchumi vya Tanzania, hasa nyanja ya utalii, ilikuwa inaingiza fedha nyingi sana, fedha nyingi mno mno mno, yaani kiasi kwamba booking zilikuwa zinafika wakati booking zinajaa. Booking za kwenda kwenye mbuga za wanyama watu wanapangiwa tarehe. Booking za kwenda mlima Kilimanjaro watu wanapangiwa tarehe. Wewe ni tarehe fulani, mwisho ni tarehe fulani, and you have to exit. Lazima uwe umetoka katika hilo eneo kwa ajili ya kuwapisha watu wengine. Lakini pia nikaona Mungu akawa anatubariki sana taifa la Tanzania. Mungu akawa anatubariki sana taifa la Tanzania. Nchi ilikuwa na amani kubwa mno. Watu walikaa mezani, viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidiplomasia, waliinuka viongozi kutoka nchi za nje katika mataifa ya Afrika, wakaja viongozi wetu wa ndani ya Tanzania, wakakaa chini tena bila kulazimishwa, bila kushurutishwa, bila kupelekana mahakamani, bila rushwa. Viongozi walikaa, watu wakatengeneza memorandum of understanding za kisiasa, wakakubaliana. Nchi ikaanza historia mpya, ikawa Tanzania ni nchi ya amani, kiasi kwamba nchi zingine zilikuwa zikienda kwenye uchaguzi wanalitaja taifa letu. Makovu yote yaliyokuwepo Tanzania yalikuwa yaonekani na yalipigwa marufuku kabisa. Hakuna mtu kuongelea mambo yaliyopita.
bali ni kuongelea utukufu wa Mungu aliyetufikisha katika hiyo neema mpya. Kwa ujumla, taifa letu la Tanzania likawa ni taifa tajiri sana miongoni mwa mataifa tajiri duniani. Miundombinu ya shule hizi nyingi ambazo tunaziona zimejengwa majengo ya kawaida, zilibadilika zikawa na majengo ambayo yanakwenda juu. Ajira zilikuwa ni nyingi. Niliona wazee wanalipwa mishahara mpaka anakufa. Niliona vijana wasiokuwa na ajira wanawezeshwa mpaka makazi. Yule anayetaka kukaa kwake walikuwa wanawezeshwa mpaka makazi. Mtu anakwenda kukaa, alafu anasaidiwa na serikali kuanzia chakula mpaka siku anapata kazi. Yaani hali ya uchumi wa Tanzania ilikuwa ni zaidi ya nchi yoyote ile unayoijua wewe iliyopo Afrika Mashariki. Barabara zetu za Dar es Salaam nyingi zilibomolewa. Magorofa yaliyo karibu na barabara serikali ilibomoa bila kujali ni jengo la thamani gani, lina ukubwa gani, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba miundombinu ya taifa sasa inaendana na uchumi mkubwa sana wa taifa. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Mungu anapotaka kufanya jambo akanionyesha kitabu cha Isaya 42 mstari wa 14, akanambia soma. Nilipokwenda pale ndo nikaona anga la Tanzania limefunguka. Karibu wananchi wana furaha. Safari za kwenda kutibiwa nchi ya nje zilikoma. Malalamiko yalikwisha. Ndipo nikasoma pale katika Isaya 42 mstari wa 14 kwamba siku nyingi nimenyamaza kimya, nimenyamaza nikajizuia. Sasa nilipofika pale kwamba siku nyingi nimenyamaza kimya, nikaona jinsi watu walivyokuwa wanamiliki uchumi. Yaani uchumi ulirudi kwenye mikono ya wananchi. Kilimo ilikuwa ni sekta kubwa sana Tanzania, ambayo sasa karibu kila familia walikuwa wanatamani wawe na mashamba maeneo mbalimbali katika nchi. Yale maeneo ambayo yalikuwa ni mapori, watu sasa walikuwa wanakimbizana kwenda huko kwa ajili ya kupata maeneo, kwa ajili ya kulima. Maana mazao mengi yaliyokuwa yanalimwa yalikuwa yanasafirishwa kwa njia nzuri sana, na yalikuwa na bei kubwa ndani ya nchi, lakini yaliyo mengi yalikuwa yanasafirishwa kwenda nje ya nchi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kuna jambo linakuja Tanzania. Kuna jambo linakwenda kugundulika Tanzania ambalo kila mwanadamu atashangaa, na walio wengi duniani watatamani wangekuwa ni wazaliwa, ni wananchi wa Tanzania. Lakini watu wengi watakuwa wanatamani waoe Tanzania ambao ni wanaume, na wanawake watakuwa wanatamani waolewe na mwanaume mmoja wa Tanzania ili aje kuishi maisha mazuri yaliyopo Tanzania. Nimemshangaa sana Mungu. Kumbe kuna wakati tumepita sana kwenye vitabu vya dini, tukao tunasoma vile kabla ya neema, kabla ya baraka, jinsi watu wanavyopita katika wakati mgumu. Kumbe Mungu anakuwa anaandaa jambo kubwa ambalo linakwenda kuondoa uchungu, linakwenda kubadilisha maisha ya watu.
linakwenda kutengeneza historia mpya. Mimi Nabii James Nyakia naiona historia mpya ya Tanzania ikiwa inaandikwa. Naona vizazi vilivyopo watu hawataamini. Nayaona mataifa vijana wao wakizamia kuja Tanzania. Kama unavyomuona leo kijana wa Tanzania anazamia kwenda South Africa. Kijana wa Tanzania anaomba kwenda Oman kufanya kazi za ndani. Kijana wa Tanzania anaomba kwenda Marekani kutafuta ajira. Ndivyo jinsi Mungu anavyokwenda kufanya. Neema ya Tanzania vijana watakuwa wanaitafuta, kiasi kwamba mtu akija hapa Tanzania akiajiriwa hata kuwa houseboy, kuwa house girl, kuwa mtu wa shambani, kufanya kazi kiondani, kiasi cha fedha atakachokuwa analipwa akituma kwenda nchini kwao, watu kule wanashukuru, wanasema huyu kule aliko amepata kazi nzuri. Kumbe huku kwetu anafanya kazi za ndani, anafanya kazi kwenye mabanda ya nguruwe, anafanya kazi ya kulisha ng'ombe. Kuna neema kubwa sana inakuja Tanzania. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa hapa tulipofika, haijalishi tumepitia magumu kiasi gani, haijalishi nini tumepoteza, haijalishi nini na ni kwa jinsi gani tumeumia kwa ugumu wa maisha au kwa jambo lolote lililotokea ulilowahi kuliona, iwe ni kuanzia kwenye levo ya familia yako au kwenye levo ya mkoa wako au kabila lako au taifa, piga magoti chini, mwambie Mungu, fungua neema mpya Tanzania. Kuna kitu kinakwenda kugundulika hapa Tanzania ambacho dunia inatamani kuwa nacho, lakini hakipo huko, kipo Tanzania. Maisha yetu ya Tanzania yanakwenda kubadilika kuwa maisha ambayo tutakula raha sana. Tusipokuwa makini, tunaweza mpaka tukamsahau Mungu. Maana mara nyingi neema inapozidi kuongezeka, shida zinapozidi kuondoka, shauku ya watu kumtafuta Mungu huwa inapungua. Shauku ya watu kutumia walicho nacho huwa inaongezeka. Muda wa watu kwenda kusema na Mungu, kumshukuru Mungu, kumuomba Mungu zaidi huwa unapungua. Na muda wa watu kwenda kutumia kile walicho nacho, muda wa watu kwenda kutafuta wajiongezee, huwa wanazidi kuwekeza huko. Na wasii wa Tanzania wenzangu, tusije tukaingia kwenye jaribu la kuanguka. Kwa kuwa sayansi na teknolojia inaishi, hata vizazi vijavyo watakaoikuta neema hii imeshakuwa kubwa sana, wakumbuke wakati Mungu ananionyesha hili jambo, alinisisitiza kabisa, Roho wa Mungu akanena ndani yangu, tumfanye Mungu katika nyumba za ibada awe ni nguzo kuu katika familia, katika maeneo ya ofisi na katika taifa. Nilionyeshwa wakati uchumi umeinuka, umekuwa mkubwa, serikali ilibadilisha sera kiasi kwamba kutokana na jinsi ambavyo watu walikuwa wanakuwa busy sana, kwa siku watu walikuwa wanapewa saa 1.5. Watu wanakimbia kwenye nyumba za ibada. Wakwenda msikitini walikuwa wanakwenda msikitini, wakwenda kanisani walikuwa wanakwenda kanisani. Kwa katika ratiba ya shughuli za serikali, shughuli za taasisi binafsi ambazo zimeajiri watu mbalimbali, kilifika kipindi ambapo kila taasisi ni sheria, ni kanuni, ni muongozo kwamba ofisi zinafungwa, isipokuwa tu ofisi chache sana ambazo kwa asili yake
huwezi kufunga hospitali, huwezi kufunga ofisi za jeshi la polisi, huwezi kufunga ofisi za airport, huwezi kufunga ofisi za uhamiaji. Lakini ofisi zingine zilizo nyingi ambazo asili yake ni kwamba watu wanaweza wakatoka na wakarudi, watu walikuwa wanaondoka kwa amani, kwa furaha, wanakwenda wanaingia kwenye nyumba za ibada, na watu walikuwa very punctual. Yaani mtu muda wa ibada unaona anafunga kila kitu, anaondoka anakwenda kwenye ibada. Baada ya ibada unaona kila mtu anarudi kwenye meza yake, anafika anafanya kazi. Watanzania wenzangu, tumshukuru Mungu kwa amani tuliyo nayo. Yaliyopita yamepita. Lipo jambo kubwa sana Mungu anakwenda kutenda katika taifa letu. Lipo jambo kubwa sana. Tusiruhusu chochote kibaya. Tusiruhusu chochote kibaya. Tusimruhusu shetani wa namna yoyote ile, kupitia mtu yoyote yule, kupitia majira yoyote yule, tukaingia kwenye kitu ambacho kitatufanya tuipoteze dhahabu iliyo mbele yetu, tuipoteze lulu inayokuja mbele yetu. Mungu akikuacha, anakuacha kwa karne nyingi. Yote tuliyopita naiona faraja kubwa sana Mungu anaileta mbele yetu. Niseme nini basi mimi niliye mdogo, nisiye na kitu, takataka kabisa, ambaye sikufaa hata kuyaongea haya mbele yako, upate kunielewa kwamba Mungu alichokisema anakwenda kukitimiza. Naliombea taifa langu lisiwe ni taifa la visasi. Naliombea taifa langu. Basi tulikuwa tumeweka mikono yetu namna hii, tumshukuru Mungu hata kwa uhai tulio nao. Tutazame mbele zaidi. Yanayokuja yatatufanya tuwe na historia ambayo haijawahi kuwepo duniani. Naliombea taifa langu. Bendera ya Tanzania itakuwa ni bendera ambayo mtu yeyote duniani akiiona anajua hiyo ni bendera ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu aibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu aibariki Tanzania bara. Mungu aibariki Tanzania Zanzibar. Mungu abariki kila kiumbe, kuanzia wanadamu, wanyama, wadudu, miti, milima, ardhi na udongo wake, wa kila namna. Kuna jambo Mungu analitenda katika taifa hili. Tulisubiri huku tukiidumisha amani yetu. Mungu, majira yako yakifika, sisi wanadamu tuseme nini zaidi ya kuwa na hofu na kuwa na mashaka, zaidi ya kutukanana na wengine kusema umeshiba ugali, umetumwa. Maana Mungu anapotupa uhai, aliyepewa uhai ana uwezo wa kusema lolote. Lakini pamoja na yote unayosema, kutukana, kufanya kitu gani, ipo siku mimi na wewe tutalala, lakini taifa tutaliacha kwa watoto wetu, kwa wajukuu, kwa vitukuu. Ipo neema inakuja, tuilinde amani. Amen. Naitwa Nabii James Nyakia wa huduma ya Soja Mega 1. Na kutakia furaha na amani katika Tanzania mpya ya sasa na inayokuja.